So of course mimi ni karibu jonangu na Saleh Alijembe tupigane story namna ambavyo ameona barua ya Young Africans kuhusiana na msimamo wao kutoka kucheza dabi, lakini pia kutokuwa na imani na bodi ya ligi, lakini pia bodi ya ligi wametoa tarehe ya mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 15 mwezi wa 6. Yanga hawachezi. Sasa tuko salama? Fresh, mambo vipi? Kwema kabisa. Kwema sana. Tuizungumzie barua ya Young Africans. Kwanza tuanze kwenye kitendo cha pale wanachosema hawana imani na bodi ya ligi kwa sababu kuna timu zinapendelewa na dhulma imekuwa nyingi sana. Watu wengi wametoa maoni yao. Kwako umeipokeaje barua hiyo, lakini pia unazungumziaje hii kauli kwamba kuna timu zinapendelewa? Mimi nimeiona kama barua imekuja kwa ajili ya nafikiri kufanya interval, yani kama vile mapumziko kidogo kwa watu wa soka, kwa sababu labda tumechoka na kuangalia mpira na nini, kwa labda kutuletea burudani kidogo ya kutuchekesha ile kutufurahisha, baada ya pale tuweze kuendelea na mpira. Ndio nimechukulia hivyo mimi. Kuna watu wanapendelewa kwa mujibu wa Yanga na dhulma zimekuwa nyingi za waziwazi. Sasa Yanga wanazungumza kwa niaba ya nani? Wale kina nani wanaopendelewa? Kwa sababu barua yenyewe tu kwanza inawaogopa hao wanaopendelewa. Kama ni wapo kweli mbona hawajawataja? Lakini ukiachana na hivyo hata wewe tu katika akili ya kawaida kwa Yanga hii inavyocheza mechi zao wanavyoshinda, achana na watu wamezungumzia kama wamekuwa mabingwa mfululizo misimu mitatu mfululizo ni mabingwa, achana na hiyo. Yanga wanaonewa na nani? Maana unaposema wengine wanapendelewa maana yake wewe unaonewa. Kwa hiyo Yanga unavyoiona inaonewa na nani? Unajua ni vitu vya hovyo kusikia klabu kubwa kama Yanga kusema kuna watu wanapendelewa. Wanapendelewa kwenye nini? Unaandika barua, imekuwa barua ina mafumbo, haina uwazi, haisemi kitu kinachoeleweka, na nafikiri labda wanaona ni sawa kwa watu wanajadili vitu ambavyo havieleweki namna hii. Lakini kwa kifupi ni barua ambayo inaonyesha kwamba kuna upungufu wa ukomavu hata pia kwa viongozi wenyewe wa klabu. Kwa sababu Yanga ukiangalia mechi zao labda wapi wanaweza wakasema wameonewa. Mechi ipi wanaweza wakatoa kwa kumbukumbu kama kuna mechi fulani sisi tulionewa. Lakini pia wanazungumzia mechi ipi nani amedhulumiwa. Kama wao walidhulumiwa Yanga au kama amedhulumiwa mtu mwingine, wanaongea kwa niaba ya nani? Ambaye huyo mtu ndo amedhulumiwa, sasa labda yeye kashindwa kusema Yanga wanamuongelea wao. Mimi nataka niwaambie hizi klabu ni kubwa sana. Zinahitaji wakati mwingine kuwa na watu kidogo wamekuwa machua zaidi kufikia, kwa sababu najua hizi ni klabu ambazo zinabeba idadi ya watu, mioyo ya watu, lakini hata usalama wa nchi yetu sisi. Kuwa na watu ambao wanafanya vitu utani wanaleta utani kwenye hizi klabu, kuna siku wanaweza kutuletea shida. Kwa hiyo sio mimi nafikia hata wanachama wengine wanachukuliwa au mashabiki hawajui kile kinachofanyika. Lakini ukweli wewe unakumbuka mimi nilisema kesi ya CAS, hakuna kesi inaweza kufanikiwa kabla haijasikilizwa hapa. Si nilisema wakatukana na kama kawaida wakazungumza mafumbo, maana imekuwa sisi kazi yetu kuzungumziana mafumbo tu. Watu they cannot go straight, they cannot speak straight. Vitu ni mafumbo tu watu wanaongea. Leo nilichokisema ndio kile kimekwenda kutokea. Haya sasa waweke mafumbo mengine. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kuna vitu vimekuwa vingi vya kitoto sana. Kwa sababu ukiwasikia Yanga wanasema sisi hatuna imani na TFF. Kimsingi ulitakiwa upate hoja za msingi zinazowafanya wao wasiwe na imani na TFF. Hoja mimi sizioni, labda wewe mimi nifundishe au niambie ipi watu wanaoonewa, wanaopendelewa. Wamependelewa kwenye nini? Wale wanaoonewa, wameonewa kwenye nini? Unataka uzungumzie kesi ya JKT? Kwamba dakika 15 ziliongezwa. Mashujaa dakika 15 ziliongezwa, si ndio? Tukizungumzia swala la mpira ulitoka nje kwenye mechi ya nani hawa? No, not KMC, ilikuwa mechi ya Songea United. Mpira ulitoka nje ukarudi ndani. Unapotoka nje mpira out of play, umerudi ndani, ukachezwa likawa goli. Hawa watu wanaonewa hawaonewi? Haya basi, katika ligi hii msimu huu kuna timu gani imefunga goli la mkono? Sasa hawa Yanga ndio wanapaswa kulalamika. Mimi nilikuwa nafikiri Yanga ndio ilikuwa timu kati ya timu za kwanza kunyamaza, kuachana na haya mambo. Kwa hiyo mimi nafikiri wasituletee hadithi ya kufanya tukazungumza mambo mengi ambayo yako nje ya mpira. Na wakati mwingine mkiambiwa mnaigiza mnakasirika. Lakini haya ndio maigizo wenyewe yanayofanyika sasa hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri Simba, Yanga waongoze watu wengine kucheza mpira, tushiriki kwenye mpira na mpira zaidi uzungumzwe ndani ya uwanja. Sio haya maneno.
na kama dabi inatakiwa kuchezwa ichezwe. Kwani mimi sijajua kinachowafanya Yanga wanakataa kucheza dabi. Wewe umekusikia sababu yao ya msingi ni nini kwamba hawataki kucheza dabi? Hawana imani na bodi ya ligi, chombo kinachosimamia. Imani kwenye nini? Watu waambie, ndio nimekwambia, kwa sababu kutokuwa na imani wanasema kuna watu wanapendelewa. Kwenye nini wamependelewa? Maoni watu wengi wanasema Simba ndio anayetajwa. Kwenye nini sasa kapendelewa? Nimekuambia ukisema goli la mkono, goli mpira ulitoka nje, ilitokea kwenye mechi na Yanga. Kwa nini watu wengine wasilalamike na Yanga inapendelewa? Hawa wameamua kunyamaza. Kwa nini Yanga ambao ndio tunaona kuna vitu vilitokea wao wamenyamaza? Wao ndio wanasema kulalamika. Kwa naona watu wanatuletea sinema tu. Na nyinyi mnawaruhusu kwa sababu hofu yenu ukisema watu watakutukana mitandaoni. Wanaotukana mitandaoni wote wenda wazimu. Ni watu ambao hawatumia akili zao, wanawaza vitu hovyo hovyo na haraka haraka. Lakini mimi nataka nikwambie, kama tutaendelea tutakuja kuharibu mpira wetu. Na ndio nimekuambia saa zingine hizi klabu zetu kwa ukubwa wake zinahitaji watu wakubwa pia. Watu wakubwa ambao wametulia wanaweza wakafanya vitu vyao kwa utaratibu sahihi, sio kufanya vitu kwa maigizo hivi. Na umeona hali jinsi inavyokwenda sasa hivi. Kila linalozungumzwa taratibu, ukweli unakwenda unashinda. Mwanzo ilikuwa inaonekana kama Yanga kweli wameonewa, lakini wameonewa wapi? Kuna watu wanaonewa. Kina nani wanaoonewa? Hoja zangu mimi nimekuambia hizi tokea. Yanga si ndio basi tuseme ndio angekuwa anapendelewa, wameonewa Songea United, wameonewa wale waliofungwa goli la mkono. Lakini okay, yale imetokea, labda ni mambo ya kimpira. Mbona wenzao hawaandiki barua? Kwa kifupi mimi nilikuwa nafikiri wangekwenda dabi ichezwe, tumalize ya mambo ya hadithi ya nje ya uwanja. Sisi tulishatoka kwenye kujadili sana mambo ya nje ya uwanja. Wanayarudisha Yanga, lakini kipindi fulani ilikuwa sisi tunajadili mpira uwanjani. Nani ana magoli mangapi? Nani ana assist ngapi? Nani amefanya hivi? Yale ndio ilikuwa ni mambo ya msingi zaidi. Jembe, pia kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Mzee Mguto ni kama imeenda kuchochea kwa Young Africans baada Yanga rufaa yao kurudi. Mzee Mguto akasema tunafurahi na tulijua ili litatokea. Yanga wanaona kama wamekebewa na mwenye ligi na ndio maana hawana imani kabisa na hicho chombo. Wangesema hivyo tu ndio na imani naye. Alijua, mimi mwenyewe nilisema nilijua itatokea. Kwa sababu nilikuwa najua wanachokifanya Yanga ni maigizo kuwafanya mashabiki wao waone kwamba hii hali iko hivyo. Lakini hali haikuwa hivyo. Kisheria tunajua kuna utaratibu, kuna entities za hapa ndani, unatakiwa uanze kwa hatua, unapokwama hapa ndio unakwenda kule. Tena Yanga kama wangekuwa wameshindwa kesi hapa, walikuwa na nafasi pia ya kuwaonyesha CAS kwamba wao hawana imani, si ndio? Lakini sasa wanaonyesha hawana imani kupitia nini? Kuna kesi gani Yanga walipeleka labda wameshindwa? Hakuna. Sasa hawana imani. Unajua wanazungumza vitu vya juu tu, na nyinyi kwa sababu ndio tuna nafasi hivi ya kuongea, basi lazima tuviongelee. Na nafikiri wenyewe wanafurahi kwa sababu ndio lengo lao, tuongee haya mambo ya nje, tuache mambo ya uwanjani. Wakati wakichukua ubingwa Yanga msimu wa kwanza wa TFF na bodi ya ligi ni watu wazuri. Msimu wa pili, msimu wa tatu, sasa hivi ushindani umeongezeka, kelele zimeanza. Waambie wacheze mpira. Baada ya barua jana kutoka afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally amesema watu wamechanganyikiwa na ubaya ubwela. Kila unapopita mtu anaongea peke yake, hatuchezi. Yanga bado wamesimamia msimamo wao, hawatuchezi. Una nini la kuambia uongozi wa Yanga kuhusiana na dabi? Lakini pia unaiona wapi dabi? Mimi maoni yangu kwa viongozi wa Yanga, nataka niwaambie klabu wanayoiongoza sio mali yao. Klabu wanayoiongoza ni klabu ya wanachama na mashabiki. Na ni klabu ambayo imebeba mioyo ya watu wengi sana. Kuna vijana, kuna wazee na hata kuna watoto. Imebeba mioyo ya Watanzania wengi sana. Wasifanyie mchezo. Na wasifikiri Yanga wanaweza kaifanyia mchezo kwa miaka yote. Kuna ule msemo ni huku kuambia kwamba you can fool people for sometimes, you cannot fool people all the time. Haiwezekani ukawa unawadanganya watu au unawaletea watu nani kila wakati, kuambia mambo ambayo hayana maana ukahisi watu hawatashtuka siku moja. Mimi ushauri wangu, wapeleke timu waende wakacheze. Kushinda na kufungwa ni mambo ya kawaida. Hata hivi unaona hivi Yanga wataki kwenda kucheza, lakini Yanga inaweza kaenda ikacheza na ikaishinda Simba. Kwa sababu that is football. Wanaokwenda kucheza ndani uwanjani pale ni wachezaji, si ndio? Kwa sababu logic ya kwamba hawachezi hauipati. Unaona ni hadithi tu. Kwa hiyo kwa kifupi, wasiuvuruge mpira wa Tanzania, wasitengeneze uadui kati ya viongozi wa soka na mashabiki wao, na wasiwatumie mashabiki wao vibaya kwenda kuanza kuonyesha huyu ni mtu mbaya, usiwi ni nini. Mpira wetu upo kwa ajili ya kujenga mahusiano, upendo, kusaidizana, kuwa pamoja. Yanga na Simba kwa Tanzania, ukienda karibu kila nyumba kwa 85% hadi 90, lazima ndani yake muli kuna Simba na kuna Yanga. Kuna watu ndugu, huyu Simba, huyu Yanga. Kuna watu wamezaliwa tumbo moja kama sisi kwetu, wapo Simba, wapo Yanga.
ni kitu cha kawaida kabisa, na watu mechi wao wakifungwa wanatania, hao wakishinda hao wanafurahia. Kwa hiyo imekuwa ni maisha ya kawaida. Kwa hiyo wasigombanishe ndugu, wasigombanishe majirani, wasigombanishe Watanzania. Waangalie lile ambalo linakuwa lina busara zaidi kuliko kusingizia unadai haki wakati wewe ndio unavuruga haki. Jembe, issue sio Yanga kuto kucheza dabi. Watu wengi wanakiwa kutamani bodi ya ligi itatekeleza kanuni yake ya kuwafunguzia Yanga alama 15 na faini ya milioni 5 kama ambavyo imeelekezwa kwenye kanuni, kwa sababu kama wao ni imara wanapaswa kulitekeleza hilo, na hawapaswi kuogopa kwa sababu wana haki ya kulitekeleza. Na mimi ushauri wangu, ikatokea hawa wameendelea kuvunja kanuni, basi wale wanapaswa kulifanyia hili kazi na watu waunge mkono. Isije ikatokea tena wanasiasa wakaanza kuingilia sijui na nini, kwa sababu wakati sasa hivi hawa wanafanya haya maigizo, wao si wanaona. Kwa basi ikitokea na wao wamefanya vile, wamechukua hatua, basi na wao washikilie. Wasije wakaanza kuwaingilia tena mlichokifanya sio sawa sijui na nini, angalieni mtafakari sio wachukue hatua, na ikiwezekana inafikiri watakuwa viongozi ambao wataandika rekodi kufanya kwa utaratibu sahihi unaotakiwa. Yanga sasa watakubali? Wanachama sasa watachagua sasa. Kama wanachama hawawezi kukubali, sasa hivi ndio wakati wa kushauriana uongozi wao kabla hawajachukua hatua. Na unajua wewe unaniuliza hivi kwa sababu ukiamini Yanga inaogopewa. Lakini kama TFF na bodi ya ligi wao kweli ni viongozi wa huu mpira, kama itatokea wao wamefanya vile, wanatakiwa wafanye utaratibu ambao uko ni sahihi. Kwa sababu baada ya pale sasa kinachotokea kitakachofuatia ndio kifuatie. Kwa sababu kama mnataka mtumie busara, basi ianze sasa hivi. Isije busara ikaja baadaye baada ya maamuzi ya TFF ndio wakaonekana wamefanya vibaya. Na ndio maana nikakwambia viongozi wanapaswa kujua hizi timu zinabeba mioyo ya watu, mioyo ya Watanzania. Hawapaswi kuzitumia vibaya. Kwa sababu gani? Kwa wanachokifanya sasa hivi ni kutengeneza mfarakano kati ya TFF na wanachama na mashabiki wa Yanga, si ndio? Inasaidia nini? Mwisho wake nini? Faida yake nini? Lakini Jembe, yote kwa yote, sisi wote ni watu wa mpira na watu wanapenda mpira. Watu wamejigawa, kuna wengine wanatamani kuona dabi ikichezwa, ikiwemo mshikaji wako Mzee Magoma, yeye anatamani dabi ichezwe. Lakini kuna watu wengine wanasema bwana dabi isichezwe. Nini neno lako kwa mashabiki? Mashabiki waombe wasimamie dabi ichezwe, kwa sababu hakuna sababu ya msingi hata moja inayofanya dabi isichezwe. Hakuna sababu ya msingi. Hata wewe niambie sababu ya msingi ni nini? Hakuna sababu ya msingi kwamba dabi isichezwe. Kwa sababu ya nani? Kwa hiyo isije kama mawazo ya mtu mmoja tu, labda ni rais au makamu wa rais au viongozi watatu au viongozi wanne, halafu wakafanya vitu vyote, watu wote wakawaza kama wao. Hakuna sababu ya msingi. Ipi sababu ya msingi? Yanga kadhurumiwa nini? Yanga kafanya nini? Ukizungumza mwanzo wa sakata hili na tatizo kubwa la sakata hili ni Yanga kuizuia Simba kufanya mazoezi. Si ndio kuanzia hapo? Kwa nini waliwazuia? Kwa hiyo ukiangalia alianza tatizo, maana Simba walifika hadi uwanjani wakiwa tayari kufanya mazoezi kesho wacheze mechi. Waliosababisha haya yote ni Yanga kuwazuia Simba. Kwa hiyo wao walioanzisha tatizo ni wao. Wao ndio wanaolalamika. Kama mimi nimekwambia bana mahadithi. Mimi nafikiri jambo tuache kuongea. Sasa zile tunawapa mileage na wenyewe wanaona raha tukiliongelea hili jambo. Mnyama Simba anakula tu viporo vyake. Watu wakisubiri mnyama atadondoka pale, atadondoka pale. Jana akamaliza mchezo wake dhidi ya JK Tanzania. Kitu kinachofuata dhidi ya TP na Malinda Ndapamba hapo KMC. Lakini pia watakuwa na mchezo dhidi ya KMC, lakini Tabora la Hassan Mwinyi. Ratiba imebana. Kocha Fadlu jana amekiri kwamba ratiba imekuwa ngumu, ndio maana inamfanya kufanya rotate ya kikosi. Kwa performance ya Simba kwa ajili ya kuelekea katika finali, inakupa imani ya kuona tunaweza tukampata bingwa mpya wa kombe la shirikisho barani Afrika? Inawezekana, lakini ni ngumu. Kwa maana ya ugumu kwamba lazima waifanyie kazi. Simba hawezi kupata ubingwa wakiwa wamesimama barabarani. Lazima wapate ubingwa kwa kucheza na kufanya maandalizi bora ili wakawe bora siku wanakutana na Berkane. Inawezekana kabisa. Lakini kama watasema kwa maneno bila kufanya maandalizi ya kutosha, basi watakuwa wameingia kwenye matatizo makubwa sana. Lakini mechi hizi wanazocheza pia inaweza ikawa ni sehemu ya maandalizi. Na ukitaka uone ligi yetu ngumu, mechi na Mashujaa umeiona jinsi ilivyokuwa ngumu. Ingawa imekuwa na malalamiko mengi, lakini unaona mwisho waliopoteza muda, na Tanzania nafikiri siku na matatizo hayo. Wanaoanzisha tatizo ndio wanaokwenda kulalamika zaidi. Waliokuwa wanafanya maigizo uwanjani, wamegeuza sehemu uwanjani sehemu ya kulala, wamegeuza uwanjani sehemu ya nini, ndio wamekwenda kulalamika baadaye. Na mimi nilikuwa napiga hesabu nibidi kuirudia ile mechi, afikiri takiwa ongeze dakika 25. Zile 15 zilikuwa chache. Lakini pia umetoka pale, umecheza mechi na JKT jana umeiona.
Mechi dume kabisa. Simba wameshinda moja, na Simba ukiona timu yao hata hiyo wanatoka kwenye transition wanakwenda kwa mpinzani, unaona ni timu ambayo nafikiri iko tofauti na timu nyingi sana jinsi wanavyokwenda. Lakini mwisho Simba hawana ubora sahihi kabisa pale kwenye last third kwa mpinzani. Wanapokwenda sasa ndio kwenda kwenye kumalizia, Simba wamekuwa wanapoteza nafasi nyingi sana. Unakata kwenye kombe la shirikisho wamefika finali kwa ugumu kwa sababu walikuwa wakipoteza nafasi nyingi sana. Ndio kati ya kitu Simba watakiwa wakirekebishe. Wanapokwenda kwenye finali ya Confederation Cup haiwezi kuwa na nafasi nyingi sana kama unazozipata kwenye ligi. Wasipozitumia nafasi kwenye finali basi Simba wataadhibiwa. Kwa hiyo niseme Simba wanakula viporo lakini wanavila kwa ugumu kwa sababu ligi yetu sisi ni ngumu. Na special ukutano tunacheza. Kwa hiyo watarajie pia mechi na Pamba kama ilivyokuwa Mwanza. Pia itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kama wanataka kushinda lazima wazitumie nafasi. Baada ya pale KMC, timu ambazo zinaonekanaga ambao maana kwa anaongea mtu mmoja shabiki wa Simba asema mechi sisi na KMC ni mechi laini sana. Hakuna mechi laini kwenye ligi hii. Yaani lazima na mechi ya KMC Simba wajiandae pia. Na kuhusu kikosi kipana umesema kocha. Kikosi kipana ndio maana ya ukubwa wa timu. Unaposhiriki michuano mikubwa kama ile unakutana na viporo, unalazimika kuvila kila baada ya muda mfupi sana. Huo ndio maana ya ukubwa, kwamba unatoka kwenye michuano mikubwa unakuja nyumbani na penyewe unacheza mechi mfululizo. Kama ungekuwa ni timu ndogo ushiriki michuano mikubwa, maana ungecheza kwa ratiba ambayo ilikuwa imepangwa. Kwa hiyo Simba na wachezaji wake wanapaswa walitambue pia. Mechi ya Simba na Mashujaa kadi nyekundu. Jana pia tumeona kadi nyekundu. Watu wanaamini sasa Simba sasa kila mchezo kuna kadi nyekundu zinatoka. Kuna kadi ipi nyekundu ya kumuonea mtu? Jana kadi nyekundu ilikuwa ni ya nini? Meneja wa timu alienda tu ulitaka apewe kadi ipi? Ya blue. Kwa alichokuwa anakifanya pale. Kuna mchezaji mwingine wa JKT alistahili kupewa kadi nyekundu. Yule ambaye alikwenda kumkanyaga mchezaji akiwa chini pale. Yule pia alistahili kupewa kadi nyekundu. Kwa hiyo mfano alipewa mwingine yellow card, alimsukuma nafikiri Kamara, si ndio? Ambao kweli ni yellow card. Hii inatokana kwamba watu wengi wanakuwa wameipania Simba kwa sababu wakiamini wanaweza kuwa sehemu ya kuiangusha, na nimesikia hali nyinyi mnashiriki kwenye zile milioni 100 mnatoa za nini za milioni 100 zenu zile zinafanya pia zinawachanganya wale wachezaji, kwa hiyo na kwa ile intensity inakuwa kubwa. Milioni 100 zinatoka. Nimesikia mnatoa milioni 100 kwa ajili ya kuwapa wachezaji motisha. Ni jambo zuri, lakini mngekuwa mnatoka kwa mechi zote. Sasa mnafanya mechi ya Simba, watu wanapania sana. Mwisho ndio inaenda kupata makadi na nini hivyo. Kipa yule alipewa yellow card ya kwanza wa Mashujaa, yellow card ya pili karudisha mpira ndani, umetolewa kaurudisha wewe. Wewe mwenyewe unakumbuka. Ilikuwa ni lazima iwe vile. Ungesema red card, basi red card hakuna, red card si sawa. Unaona? Pressure inakuwa kubwa sana kwenye mechi za Simba, lakini kwa sababu wao wakubwa wanapaswa waziamue hizo pressure kwa kufanya vizuri. Wakiingiwa na hizo pressure zikiwachota watafanya vibaya. Kwa hiyo ni uamuzi wao, lakini kusema timu hii zimekuwa red card nyingi, timu hii penalty nyingi, za kweli sio za kweli, hiyo tunatakiwa tukiangalia. Kwako unaiona karata ya mwisho ya Mo Dewji kuandika historia akiwa sehemu ya uongozi wa klabu ya Simba kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, na kama vile ambavyo ulifanya naye mahojiano miaka miwili nyuma, alizungumza kwamba matamanio yake ni kuifanya Simba kwa klabu kubwa barani Afrika, lakini ni kuchukua kombe la Afrika. Ameanza na mguu wa shirikisho. Ndio amekuwa mtu wa kwanza Tanzania kusema anaweza au anatamani kubeba ubingwa wa Afrika. Hakuna kiongozi yote ambaye kusema hivyo. Na ni kwa sababu ya level yetu sisi ya timu zetu tulikuwa tukiamini hazina uwezo huo. Lakini yeye alikuwa anasema, na umeona wameishia robo finali mara nyingi sana Simba. Lakini amerudi mwenyekiti tu baada ya kuwa ameondoka try again. Baada ya kuwa ameondolewa yule, Simba imeanza kufanya vizuri, Simba imefanikiwa kufika finali. Kwa hiyo inawezekana, inategemea sasa yeye na kikosi chake watakuwa wamejiandaa vipi kwa ajili ya mechi na Berkane, kwa sababu Berkane wana uzoefu mkubwa wa kucheza mechi za finali kuliko Simba, kwa sababu wameshapoteza finali, wameshachukua ubingwa wa finali, si ndio? Kwa hiyo maana yake wanakutana na mtu ambaye unapozungumzia kwenye swala la finali yeye ni mkubwa kuliko wao, lakini ukizungumzia kwa level za Afrika Simba ni wakubwa kuliko wao. Sasa ni ya Morocco kwa ubora zaidi kuhakikisha wanashinda, wanapata sare, na wakipoteza basi angalau iwe margin ya goli moja. Wakirudi nyumbani hapa waje wafanye vizuri zaidi, na inapendeza Simba wasiende kule wakisema wanataka kufungwa bao machache. Wanapaswa kwenda wakitaka kufanya vizuri. Sasa kufanya vizuri ni kushinda au kutoa sare. Kikao cha bodi kinaongeza namna yote? Obvious, kwa sababu lazima mjadili mpaka mmefika finali. Ni jambo zuri, nafikiri mnapokutana pia inaongeza umoja. Maana zamani pia Simba walikuwa wanakutana kwa shida sana, lakini sasa hivi tunaona wanakutana, maana yake kuna umoja na ushirikiano ndani yao ambao nafikiri lina thibitisha ile kauli mbiu yao ya nguvu moja. Kuna deni lote unaliona kwa wachezaji wa Simba ikitokea wamekosa finali? Deni lao litakuwa ni kukosa ubingwa.
na ambao ulikuwa uko mikononi mwao na wanaweza kuupata, na bahati nzuri paka wanafika finali. Nafikiri ndio timu imeandika rekodi kubwa kwenye Confederation Cup kwa msimu huu, kuzishinda timu za kaskazini zote. Maana walifunga Constantine hapa ukiweka level yao na Constantine, maana walikuwa wanaitoa Sfaxien. Hii ni moja ni Tunisia, moja ni Algeria, halafu wameitoa Al Masry, hii moja ya Egypt. Kwa kabla walianza kabisa kuifunga timu ya Libya. Kwa ukiangalia kwenye ile zone yote ya kaskazini wamezifunga timu zote za kaskazini. Kasoro sasa wamekwenda Morocco. Kama watachukua ubingwa wa Afrika kwa kuifunga Berkane, manake wao Simba ndio watakuwa king of North Africa, na almost unapokuwa king of North Africa unakuwa ni king of Africa. Neno lako la mwisho kwa wadau wa mpira na mashabiki, manake kwenye mitandao tayari dabi ishaanza kupamba moto, Simba wanaishupalia kama mechi ya kwao. Mimi ushauri wangu mmoja kwa viongozi wa timu zote hizi mbili, wote wa Simba wote na wa Yanga, hizi timu sio mali yao, hizi timu sio za kwao, hizi timu ni za watu, hizi timu ni za mashabiki wa Yanga na Simba. Hizi timu zimo ndani ya mioyo na damu za watu, wasizitumie vibaya, wasizifanyie mchezo. Watakuja kutuletea vitu vya hovyo, ikiwemo hata uvunjifu wa amani, kwa sababu ya uongozi ambao haujanyooka. Na watu kama sisi, mimi, watu wachie tuseme ukweli, wasitugeuzie chuki. Unaposema ukweli unaonekana wewe ni adui yao, unaposema ukweli unaonekana wewe ni shida kwao. Kwa hiyo kama wao wanataka kupambana na sisi, basi wapambane, yetu sana shabiki, kwa sababu unajua unafanya vitu vya hovyo kwa sababu utawaingiza mashabiki wa kusaidia. Njoo wewe mwenyewe. Shukrani. Asante sana.